Kwanza tunashukuru Mungu kwamba lile ambalo tulikuwa tumejiandaa kulifanya limefanikiwa. Tumevuka hatua ya pili ya mashindano haya. Sasa tunaenda kwenye hatua ya tatu ambayo itakuwa ni ya makundi. Tutakuwa tuna mechi 3 muhimu za kucheza nyumbani na mechi 3 muhimu za kucheza nje. Kwa hiyo tunajipanga kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ambayo inayofuata. Okay, na katika hiki ambacho umekiona leo, pengine matokeo mlioyapata ugenini yamepelekea mchezo kumalizika kama hivi, yani bila kupata goli lolote? Kwanza unaweza kusema kwamba naamini mimi sio mtaalamu sana kulinganisha na mwalimu wetu. Kitu ambacho amekubali kukifanya ni kubadilisha mfumo ili tuweze kuhifadhi nguvu. Tuna mechi ngumu ambazo zinafuata wiki hii, kwa maana tuna mechi za ligi. Kwa hiyo tuna mechi 3 au 4 za ligi ambazo zote ni ngumu. Kwa hiyo ni lazima aandae kikosi ambacho kitaweza kuja kupambana. Uweze ukatumia nguvu kubwa kuexhaust kwa mashindano ambayo tayari ulishapita. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa. Ni kweli inawezekana ikawa si mchezo uliovutia sana kwa mashabiki au kwa watu ambao wanapenda kuangalia mpira, lakini technically timu yetu imecheza na haikuweza kuconcede goli yoyote, licha ya mbinu ambayo wenzetu walikuja nayo, kwamba tumecheza na tumeweza kutoka suluhu na mambo yameenda vizuri. Okay, kwa mujibu wa maelezo ni kama tayari mmeridhika na kile ambacho mwalimu anafanya. Sasa hata kama ukuridhika utafanya nini? Mpira umekwisha na tulichotaka sisi ni kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata na tumefanikiwa hilo. Unamhoji mwalimu katika lipi? Labda iwe ni mtu ambaye anazungumzia mchezo mwingine. Hii sio ngumi kusema kwamba kila raundi au kila mechi mnayocheza lazima umpige unayepigana naye. Hapana. Huu ni mpira na unachezwa dakika 180.